mambo ya upinzani, tusiwe ni watu wa kutusiana na kuruhusiana maneno. Na mimi nimesema jana ya kwamba wale ambao wamenitusi nimewasamehe, na mimi pia naomba ya kwamba vile vile kama nimewaudhi kwa njia yoyote wanisamehe. Mimi nataka tusafiri safari moja, tuwe na heshima, na Mungu atatujalia uko tunaenda mbele. Mimi nataka niseme hivi kwa sababu najua hata nyinyi mkiangalia Rais Ruto amejaribu kuleta jamii za Kenya pamoja. Na mimi nimekuwa kwa siasa kwa muda. Mimi sina shaka kuwaambia, sina tashwishi ya kwamba mwaka ujao Rais Ruto atachaguliwa kwa awamu ya pili. Na mimi sitaki sisi tufanye mambo ya ujinga ati kura yetu ikuwe ndogo, hata kama rais anapita alafu kura yetu haitoshi. So lazima tumuunge mkono na kupigia Rais Ruto kura mwaka ujao ni kujipigia kura sisi wenyewe, kwa sababu mimi mwenyewe niko pale kama naibu wa rais katika hii serikali. Ni kweli si kweli? Bukawata Rais Ruto mbaru. Bukawata Rais Ruto mbaru. Tambonia ina ruturo barabakuga bakawata Rais Ruto mbaru. Very good. Kwa hivyo tutaunga rais mkono apate second term, ndio sasa tuombe Mungu hiyo mambo ingine. Na wale ndugu zangu wako na matusi mingi hapa nyumbani wapunguze. Kwa sababu mimi ndio nitawasaidia. Kwa sababu tunaenda kuwanyorosha. Tukiwanyorosha kwa siasa sasa nitaenda niwatafute, niwaambie sasa mmepotea, kuja tufanye kazi pamoja, hata kama ni baada ya uchaguzi, there is no problem. Si namna hiyo. Kwa hivyo usitusi ndugu yako, usitusi baba yako, usitusi mama yako, usitusi dada yako. Sisi baada ya kura na baada ya siasa tutabaki tukiwa jamii moja ya Wameru. Ni kweli ama si kweli? Ni makanati manto beto Julien Chekene Korie. Sisi baada ya kura na uchaguzi tutabaki tukiwa jamii moja ya Wameru, tukitembeleana, tukisaidiana. Kwa hivyo mimi nataka tuweke amani. Vile wazee wamesoma, nimesikiza taarifa ambayo imesomwa kwa niaba yetu. Na imesema ya kwamba vile tangu wakati Kenya imejinyakulia uhuru, sisi tumefanya biashara, tumefanya mambo ya siasa, tumefanya mambo mengi ya kimila, tukiwa community ya Gema, Wameru, Wagikuyu na Waembu. Ni kweli si kweli? Na mimi nimeanzisha huu muungano wa Gikuyu, Embu na Meru. Sio hata Kibaki, sio Uhuru alianzisha. Hii maneno ilianzishwa tangu zamani. Na hakuna mtu ako na ruhusa ya kuharibu hiyo uhusiano. Na mimi nataka niseme ya kwamba sisi tuko timu moja. Vile tulisimama na mzee Jomo Kenyatta miaka 15 bila kuuliza maswali. Tukasimama na mzee hayati Mwai Kibaki miaka 10 akiwa makamu wa rais na miaka 10 akiwa rais. Tukasimama na Uhuru Kenyatta akiwa rais miaka 10. Na wakati amepata kesi ya wabeberu, mimi mwenyewe nilikuwa ya baadhi ya wale mawakili walisafiri mpaka kule Uholanzi ili kupambana na wale wabeberu walikuwa wanataka kufunga Rais Ruto. Siku hiyo bado hakuwa rais, wakiwa na mdogo wake wa baadaye ambaye ni William Ruto. Na hiyo kazi tulifanya kwa bidii mpaka Uhuru Kenyatta akawa rais, baadaye William Ruto akakuwa rais pia. Na tumekuwa pamoja. Wakati Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amestaafu, tukapata kiti ya deputy president, lakini haikukaa mzuri kwa sababu ndugu yetu ambaye alipata matatizo hapa na pale, akashindwa kukaa na wakubwa wake na wadogo wake. Kwa sababu kiongozi lazima ujue kukaa na mkubwa wako, ujue vile unakaa na babako na pia wadogo wako. Na hiyo ni mambo sasa imepita.
na mambo imepita hairudiwi. Sasa tusonge mbele tukiwa timu moja. Nonto getekere Meru igetega Kirima, getekere Gikuu igetega Kirima, getekere Embu igia Kirima. Ni maka na tema ama namna gani jameni? Kwa hivyo sisi hatuna shida kabisa, na mimi naomba ndugu zangu tupunguze lugha ambayo inaweza kuleta mgawanyiko, kwa sababu wale wenzetu kutoka Mount Kenya West hakuna kura ati imepigwa alafu wamekataa kutupigia. Hakuna, hatujaenda kwa kura huyu Kindiki wenu akiwa katika ballot kama deputy president wakatae. Kwa hivyo tuongee nao vizuri, wazee wetu waende waketi na wenzetu na wenzao kutoka sehemu ile, waongee kama wazee. Hawajakataa, na wakikataa hawa wazee wetu watakuja watuambie vile tutafanya, lakini mimi naona hawatakataa. Kwa hivyo mimi naomba tutulize boli, mambo bado, na tutasikizana kama tulisikizana wakati wa Kenyatta 1, tukasikizana wakati wa Mwai Kibaki akiwa makamu wa rais na akiwa rais, tukasikizana wakati wa Uhuru Kenyatta akiwa rais. Hata miaka miwili ambaye Rigathi Gachagua alikuwa naibu wa rais, mimi nilikuwa waziri wa usalama wa taifa. Hakuna hata siku moja katika hiyo miaka miwili mimi nilimdharau. Hakuna siku nilimdharau, hakuna siku nilimkejeli. Mimi nilimuunga mkono 100%, na nilikuwa very busy. Mimi sikuwa hata naongea siasa, kwa sababu waziri wa usalama ni kazi very focused, mambo ya usalama. Sikuwa naongea siasa. Hiyo miaka miwili mimi nilikuwa naishi msituni. Nilikuwa huko Boni Forest kwa sababu ya magaidi ya Al-Shabaab, kule Northeastern kwa sababu ya Al-Shabaab, kule Rift Valley kwa sababu uwezi ya mifugo. Hata hii Nyambene nilitembea, nikaleta NPR, nikaleta vifaru nikiwa waziri wa usalama. Hata kama sikutembea sehemu zingine, sehemu yetu ambayo ilikuwa na shida ya usalama ya Nyambene nilikuja sikukuja. Nilitembea sikutembea. Ninda atura na Rwanda nkerwaga namba bandethia ni maka na tema. Kwa hivyo Mheshimiwa Rigathi Gachagua, na kuomba ndugu yangu, mimi wakati wewe ni naibu wa rais kwa miaka miwili, mimi nikiwa mdogo wako kwa serikali, nikiwa waziri, hakuna hata siku moja nimekutusi, hakuna siku nimekudharau. Sasa wakati huu, kwa sababu Mungu naye, mimi hata sikujua ati ukitolewa, sikujua rais atapeleka kiti wapi, kwa sababu siku ile ndugu yetu Rigathi alitoka kwa kiti, Rais Ruto alikuwa na option ya kupeleka kiti Nyanza ama Western ama Northeastern ama Pwani.